Maafisa wa afya kaunti ya Narok eneo la Transmara wamekuwa katika hali ya tahadhari kufuatia kuzuka kwa ugonjwa hatari wa kipindupindu eneo hilo ambao unasemekana kugharimu maisha ya watu 4 na kuacha wengine 15 wakipata nafuu katika hospitali tofauti. Kufanya ile kazi inaitwa auxiliary role to the national and county government. Na kwa hivyo tumekuja kushirikiana kulingana na hali yametokea cholera ambayo imeripotiwa hapa Transmara, na support yetu ni mara mbili. Moja, kusaidia wale ambao wameadhirika na wako kwa wards. Kufuatia mkurupuko huo, idara ya afya na usafi wa mazingira kaunti ya Narok ikilazimika kupiga marufuku uuzaji wa chakula katika vituo vyote vya kibiashara na miji katika kaunti hiyo. Ile solid waste ama takataka ambayo iko town pia ikuwe disposed vizuri. Tumeelezewa na maofisa wetu hapa kwamba hawking ya chakula ama kutembeza chakula kwa mitaa katika kaunti mzima tunasisitiza kwamba hadi ugonjwa ukue control isimame kwanza hawking kabisa, hata isimame ishe kabisa. Akithibitisha kuzuka kwa mkurupuko huo, mkurugenzi wa afya kaunti ya Narok Dr. Francis Kio anasema 4 walioaga dunia ni watu wazima 3 na mtoto mmoja kutoka wadi ya Kilgoris Central, Logorian na Sankoe. Hadi wa leo tumeona wagonjwa 35 katika hospitali yetu ya Transmara West Sub-County Hospital, ambayo ndio hospitali kubwa ya pili kubwa zaidi katika kaunti ya Narok. Bahati mbaya kwa wagonjwa 35, 4 wameaga, na tunapeana pole zetu kwa familia ambazo zimekuwa affected. Pili, kuna wale ambao wengi 20 ambao wameonekana wakatibiwa na wakaenda nyumbani, na kwa sasa tuko na wagonjwa 15 ambao pale kwa wodi. Tumetenga ward special ya kuhudumia wagonjwa pale Transmara West Sub-County Hospital, na kwa sasa tuko na wagonjwa 15 ambapo 14 wako stable, lakini mmoja bado wako kwa hali ambayo si nzuri sana. Shughuli za hoteli na uzaji wa chakula zimesitishwa hadi idara ya afya ya kaunti ya Narok itakapokandamiza kuenea kwa ugonjwa huo, ikithibitisha kwamba wamekuwa wakishirikiana na washirika wa afya kudhibiti ugonjwa huo. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.